Sikitisha mashabiki wengi wa Young Africans kwa sababu na mchezaji pekee ambaye ni kama unamtegemea kwa hivi sasa, kwa sababu alikuwepo msimu uliopita, lakini kwa maana ya kiwango ambacho amekuwa nacho ama tabia zake za kiuchezaji zimekuwa zikimpa imani zaidi, mbali na kuwa kile ambacho anakifanya kocha anaendelea kumwamini, kwa maana mbali na magoli anayokosa, lakini bado kocha anatamani aendelee kuwa anacheza, kwa sababu akiwa uwanjani si mchezaji ambaye ni mzigo. Atatoka pembeni, atatoka kwa maana kushoto, kulia, atarudi chini kwenye kusupport kile ambacho kocha anakihitaji kitokee, na anaweza kufanya hivyo, lakini bado imekuwa ngumu kwenye namna ya kuliona lango. Inawezekana ni pressure ambayo yuko nayo, lakini pia inawezekana ni mfumo wa mwalimu umemkataa, lakini kusema ni mfumo wa mwalimu inawezekana ikawa ngumu, kwa sababu hata kipindi cha Romain Folz ulikuwa unaona nakosa mabao ambayo ni ngumu sana kuweza kuyakosa. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri tumpe muda kocha ambaye amekuja hivi sasa aanze kuijenga Yanga, lakini tusifananishe Yanga ya msimu uliopita. Kama tutaifananisha Yanga ya msimu uliopita inawezekana tukachelewa, lakini kwa maana performance ambayo wako nayo na kile ambacho nimeanza kukiona, ni kocha ambaye anaweza kaivusha Young Africans kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Tunazungumzia magoli Yusufu, tuzungumzie goli la penalty ambalo mengi ameweza kuzungumza. Kocha wa KMC amelalamika na kusema haikuwa penalty halali. Jicho lako limeona nini kwenye hilo? Nafikiri ni njia pekee tu ya kujitetea, lakini ukitazama kwenye tafsiri za referee, mimi binafsi naungana naye, alikuwa sahihi, kwa sababu kilichotumika ni nguvu, na kwenye mpira tumia nguvu lakini kulingana na eneo ambalo upo, si ndio? Kama utatumia nguvu utapigwa kadi, si ndio? Na imekuwa ikiwa hivyo, lakini amecheza madhambi kwenye eneo ambalo alikuwa linamruhusu yeye kupewa kadi na vitu vingine vikaendelea. Hilo lazima mkwaju wa penalty utengwe, alafu ndo maisha mengine yaendelee. Na of course mimi binafsi nilichokiona ndicho ambacho referee alikiona. Alimshika, na sio tu alimshika, ni kama alimngangania kwa muda mrefu, kiasi ambacho kilimpa uhuru wa Yendi Boyeli kuweza kufuata ule mpira eneo ambalo ulikuwa unaelekea. Kwa hiyo mimi binafsi naungana na referee, kwa ni faulu halali kabisa. Young Africans wameshinda, lakini ukipita kwenye page ya Young Africans mashabiki wanalalamikia fitness ya wachezaji. Kutoka amepiga huyu kocha fitness mpya, mambo yanaonekana kutokuwa mazuri. Jicho lako kwenye aina ya fitness ambao kuna wachezaji wa Yanga, tuzungumze hapo kidogo. Kwa maana ya fitness ya Young Africans, mimi binafsi utarudi kwa Romain Folz na hiki ambacho kinaendelea hivi sasa hakuna kilichobadilika, lakini ukumbuke huyu ni kocha mpya na ni mechi yake ya pili, sio? Maana yake kwanza kumtafsiri, maana yake inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu kwenye mechi mbili uweze kumjaji kocha. Lakini mimi binafsi nataka kuzungumza kwamba bila kumung'unya maneno, aina wachezaji ambao Young Africans wanao hivi sasa ndio inafanya kuonekana kwamba ni timu ya kawaida ama performance yao kwa chini. Naamini kwamba ukimtazama Barakonte hata iweje hawezi kuvivaa, yani kwa maana kwa hivi sasa hata atumie nguvu gani kuweza kuvivaa viatu vya Ucho ni ngumu. Lakini unarudi kwa mchezaji kama Rasani Kouma ambaye ndo namba 10 mlisi wa Stefano Ziki, bado ana kazi kubwa sana ya kuweza kuifanya. Unarudi kwa wachezaji kama kina Dumbia, bado ana kazi kubwa sana kuweza kuifanya. Kwa hiyo inawezekana usajili ambao Young Africans aliufanya ndo napelekea kuona kwamba timu yao ni ya kawaida, lakini kwa maana ya jina Yanga ni timu kubwa, lakini kwa kile ambacho kinaendelea ndani ya uwanja na tunachokiona ni vitu viwili tofauti. Na ukumbuke hapo watu wanaijaji Young Africans kuilinganisha na Yanga ya msimu uliopita, ambayo hiyo Yanga una Mzize, una Stefano Azizi, una Khalid Aucho na wachezaji wengine ambao walikuwa na kiwango bora. Kwa hiyo tumpe muda kocha, inawezekana wasiwe kama Young Africans ya msimu uliopita, lakini ikaanza kufanya vizuri na kuweza kupata matokeo ambayo watu wanayahitaji, lakini kuanza kuitafsiri kwa hivi sasa bado ni mapema. Andy Boyeli akiwa na ukame wa magoli leo anaingia kwa kambani licha ya kwamba ni goli la penalty. Inaenda kuleta kitu gani kwake na kuongeza confidence kwa kiasi gani? Kwanza inarudisha imani kwa mwalimu ambaye amekuwa akimwamini Prince Dube, na imekuwa ni ngumu kupata kile ambacho anakihitaji. Lakini kwa kile ambacho amekufanya Andy Boyeli, manake kuna namna ambavyo kocha ataanza kumfikiria kwenye mchezo unaofuata, kwa sababu duniani hakuna kocha ambaye anaweza akamwacha mchezaji nje yule ambaye anampa kitu bora. Kama amefanikiwa kufunga mabao mawili ndani ya dakika ambazo ameingia, basi kama atapewa imani ya dakika 90 inawezekana akafanya vizuri kuliko ambacho amekifanya kwenye mchezo wa leo. Nafikiri kwake ni nyakati bora zaidi, kwa sababu pia ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wanapitia pressure. Hii ni goli lake la pili, lakini iko ni mara ya kwanza kufunga, si ndio? Kwa hiyo inaanza kutengeneza imani na kwake yeye
kuna namna ambavyo inaanza kumpunguzia pressure kuhakikisha anafanya vizuri kwenye mechi zijazo. Prince Dube. Yeah. Tumzungumzie kidogo. Ukipita kwenye page ya Yanga unakutana mashabiki wanaandika Dube must go. Ni kwamba wamechoka kumvumilia. Nini hasa umekiona kwenye mchezo leo wa Dube? Kama Dube ataendelea hivi bila shaka naona kabisa Young Africans dirisha dogo wakiingia sokoni kutafuta mshambuliaji mwingine, kwa sababu eneo pekee ambalo linaweza likani kukupa ubingwa ama alama 3 ni kwenye eneo la ushambuliaji. Lakini kama kwenye hilo eneo, basi uwezekano wa kupata hata goli moja kwenye kila mchezo ni ngumu kutoka kwa Dube, basi inawezekana tukaa tunamtafsiri tofauti. Lakini kwangu mimi naamini pressure ambayo anaipitia Dube kuna namna ambayo inapunguza yale makali ambayo amekuwa nayo, na kitu ambacho nashindwa kukielewa ni kwamba kinachotokea hivi sasa ni kama kinajirudia kwa msimu uliopita. Mwanzoni mwa msimu hiki ambacho kinamtokea ndicho ambacho kilikuwa kinamtokea, lakini Dube wa Young Africans tofauti wa Azam FC. Azam FC, Dube akiwa Azam FC alikuwa anafunga kila aina mabao, amefunga magoli mengi sana ya kideo Aishi Manula akiwa Simba, na tulikuwa tunaona namna ambavyo alikuwa na kiwango bora, lakini mambo amekuja kuwa tofauti. Nafikiri hata yeye inawezekana akawa anapitia wakati mgumu sana, lakini ni wakati wa benchi la ufundi la Young Africans kukaa na kuoji ama kumtengeneza kisaikolojia nyakati ambazo anazipitia na kuweza kujua nini ambacho kinamsumbua. Lakini kwangu mimi naamini ni mchezaji ambaye kama anakuwa kwenye ubora wake, uwezo wa kufunga mabao 15 mwisho wa msimu huko. Sasa tumalize na hili. Young Africans waboreshe wapi kuelekea michuano ya kimataifa kwa namna ambavyo mwatazama? Yanga anahitaji kuboresha zaidi kimuunganiko. Yaani anahitaji kutengeneza muunganiko ambao hautategemea mchezaji mmoja kushinda mechi. Nafikiri tukirudi kwenye ubora wa mchezaji mmoja, inawezekana tukapata idadi ya wachezaji kadhaa ambao ni bora. Lakini ubora wa mchezaji pekee bila kutegemea timu, inawezekana ikawa ni ngumu kupata kitu bora. Na kocha anaifundisha timu ili kutengeneza timu, kwa maana kutengeneza timu ambayo itakuwa inacheza kwenye muunganiko ambao anautaka. Ungekuwa na urazima wa wachezaji bora kuweza kucheza wao kama wao, basi makocha wasingekuwa wanasajiliwa. Lakini makocha wanakuja kuunganisha ule ubora wa mchezaji mmoja na madhaifu yake kuweza kupata kitu bora kutoka kwa hao wachezaji. Lakini kama unakosekana muunganiko, inawezekana ikawa ni ngumu sana kuweza kushinda kwenye kila mchezo, na ndicho ambacho kinatokea Young Africans hivi sasa. Inapocheza Yanga leo haikupi imani ya kwenda kushinda kwenye mchezo unaofuata. Kwa hiyo nafikiri ni kitu ambacho kocha anaendelea kukifanyia kazi, na amecheza mechi ya kwanza na Mtibwa akashinda, akaingia uwanja wa mazoezi kwenda kuboresha kile ambacho alikiona ama aliona kinahitajika kuongezeka kwenye kikosi cha Young Africans, na of course alienda akaboresha kwenye mchezo wa leo. Tumeona kitu kipya, inawezekana karudi tena kwenye uwanja wa mazoezi kuendelea kuboresha zaidi, na tukaona vile vitu vipya kwenye mechi zijazo. Asante.